Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la 8 la robo ya 4 mwaka 2025. Leo ni Novemba 20, siku ya Alhamis. Mada inasema kubadilishwa kutokana na kutafakari. Kutafakari mfano wa maisha wa mashujaa wakuu wa imani ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wetu kiroho. Wakati huo huo, mfano wetu wa juu kabisa ni Yesu Kristo, maisha yake na mafundisho yake. Kudumu kutazama maisha ya Yesu kuna tubadilishaje? Tazama Waebrania 12 aya ya kwanza na ya pili. Wakorintho wa pili sura ile ya 3 aya ya 18. Marco Yabokoni, mwanasayansi wa neva katika chuo kikuu cha California, Los Angeles, alifanyia utafiti kazi ya neuron za kioo. Mizunguko hii midogo ya chembe hai huamshwa wakati tunapofanya kitendo fulani, kama vile kucheka au kukumbatia mtu, na wakati tunapoangalia mtu mwingine akifanya kitendo hicho hicho. Shughuli ya neuron hizi inapunguza tofauti kati ya kuona na kutenda. Ellen G. White anazungumza juu ya umuhimu wa kuitazama tabia ya Yesu. Tukimwangalia Yesu, tunaweza kupata sura na mng'ao zaidi wa mambo ya Mungu. Na kwa kutazama tubadilishwe. Wema na upendo kwa majirani vinakuwa kama silika za asili. Tunatengeneza tabia inayofanana kabisa na tabia ya Mungu. Tunapokuwa katika kufanana naye, tunaongeza uwezo wetu wa kumfahamu Mungu. Tunazidi kuingia katika ushirikiano na ulimwengu wa mbinguni, na siku zote tunakuwa na ongezeko la uwezo wa kupokea utajiri wa ujuzi na hekima ya umilele. Ellen G. White, Lulu za Uzima, ukurasa wa 251 na 252. Soma Warumi sura ile ya 12 aya ya kwanza na ya pili. Ni michakato gani miwili inafanya kazi kwa ajili ya makusudi yanayogongana maishani mwetu? Tunawezaje kuwa na uhakika kwamba tunatoa nafasi kwa ajili ya mchakato ulio sahihi? Kwenye sura iliyowekwa kwa muhtasari wa waraka wake kwa Warumi, Mtume Paulo anazungumza juu ya nguvu mbili zinazokinzana, zikijaribu kutengeneza maisha yetu kulingana na zinavyotaka. Kwa upande mmoja, ulimwengu unaotuzunguka pamoja na mivuto yake mbalimbali unajaribu kutulazimisha kila siku ili tuenende kulingana na tabia yake, ukileta athari ya upatanifu ndani yetu unaofanya kazi kutoka nje kwenda ndani. Ili kukinzana na athari hii, Roho Mtakatifu anaweza kutubadilisha kutokea ndani kwenda nje, kama vile kiwavi kinavyobadilika ndani kuwa kipepeo kizuri. Lakini ili mchakato huu upate kutokea, tunahitaji kujitoa wenyewe kwa Mungu na kumwomba aendeleze kazi njema aliyoianzisha ndani yetu. Wafilipi sura ile ya kwanza aya 6. Mwishoni, inatupasa tufanye uchaguzi wa makusudi kila wakati kuenenda katika Roho. Hii ni Novemba 20, mada ikisema kubadilishwa kutokana na kutafakari. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.